Hivi unajua kwamba self image ndio inaweza kuwa sababu namba moja kwa nini hausongi mbele? Kama unajiona wewe ni mtu wa kufeli, hata fursa ikija mbele yako utaogopa. Watu wengi wanafeli sio kwa sababu hawana uwezo, bali ni kwa sababu kila wakitaka kujaribu kitu kipya, kuna sauti ndani yao inawaambia, labda nitafeli tena, labda kuna watu wanaweza kufanya hichi kitu, mimi siwezi. Na hapo ndipo wanaanza kuishi kutokana na fikra zao wanazozifikiri kila siku. Lakini ukweli ni kwamba namna unavyojiona ndani yako ndiyo huamua maisha gani utayaishi. Kabla hujabadilisha maisha yako, ni lazima kwanza ubadilishe picha ulioiweka kuhusu wewe mwenyewe ndani yako, na hiyo ndiyo inaitwa self image. Leo nitakuonesha jinsi ya kuweza kubadilisha self image ili uweze kujiona mtu ambaye anayeweza kujiboresha na uweze kuishi maisha mapya, maisha ambayo wewe unayoyataka. Sasa tuanze kwanza kuelewa self image ni nini? Self image ni picha iliyopo ndani yako kuhusu wewe mwenyewe. Ni imani kuhusu wewe ni nani, una uwezo gani, unataka nini kwenye maisha yako, na maisha yako yanaweza kufika wapi. Na cha kushangaza zaidi ni hiki, maisha ambayo unayoishi leo yametokana na self image iliyopo ndani yako. Kama kichwani mwako unaamini kwamba mimi ni mtu wa kushindwa, utaanza kufanya maamuzi ya mtu wa kushindwa. Kama unaamini kwamba mimi ni mtu wa kuchelewa, utaanza kuishi maisha yanayoendana na thoughts zako. Kama unaamini kwamba mimi ni mtu wa kufanikiwa, hata kama mazingira yakinipeleka hivi, ni lazima tu nitapambana, maisha yangu yatakuwa bora. Lazima utakuwa unaanza kuona fursa mbele yako ambazo mwanzoni ulikuwa huzioni. Hiyo ndio tunaita self image. Namba moja, tambua jinsi unavyojiona ndani yako. Kitu cha muhimu sana kitakacho kusaidia kubadilisha self image ni kujua ukweli huu, ni kujiuliza maswali muhimu kwanza. Hivi ninajiona vipi ndani yangu? Hivi ni mara nyingi huwa najiambia maneno gani? Huenda mara nyingi ninajiambia mimi siwezi, mimi ni mtu wa kufeli, labda mafanikio sio ya kwangu. Na kadri unavyorudia maneno hayo, akili yako inaanza kuyaamini kama huo ndo uhalisia. Na ukishaamini kitu kuhusu wewe mwenyewe, unaanza kukiishi bila hata wewe mwenyewe kujua. Ndio maana unaweza kukuta una ndoto kubwa, unataka kufanya vitu vikubwa, lakini kila siku una postpone. Sio kwa sababu hauna uwezo, bali ni kwa sababu picha iliyopo kichwani mwako na vitu unavyotaka kuvifanya ni vitu viwili tofauti kabisa. Namba mbili, acha kufungwa na historia yako. Watu wengi leo hii wamekwama, sio kwa sababu hawana uwezo, bali wameyashikilia makosa yao ya zamani na wanayaishi mpaka sasa hivi. Kama ulishawahi kujaribu kitu na kikashindikana, haimaanishi wewe ni mtu wa kushindwa. Kuchelewa kufanikiwa haimaanishi wewe sio mtu wa mafanikio. Ukweli ni kwamba vitu hivyo havimaanishi wewe huwezi kubadilika, havimaanishi kwamba wewe unatakiwa ubaki sehemu hiyo hiyo. Na kama utaendelea kujifunga kupitia historia yako ya zamani, hautawahi kuiona vision mpya ya wewe. Hebu jiulize, hebu jiambie kwamba mambo ambayo yameshatokea zamani hayawezi kunifanya mimi niyaishi mpaka sasa hivi. Badilika, badilisha akili yako ili maisha yako nayo yabadilike. Namba tatu, anza kujenga identity mpya. Hauwezi kutaka maisha mapya huku ukiwa na fikra za zamani. Jiulize, mtu ambaye ninayetaka kuwa angefanya maamuzi gani sasa hivi? Kama unataka kuwa mtu mwenye confidence, anza kuongea hata kama ukiwa unaogopa. Anza kuongea na stranger, anza kuongea na watu uliowazoea. Kama unataka kuwa mtu wa nidhamu, timiza ahadi ndogo unazojiwekea. Hata kama ukisema leo nitasoma kitabu, timiza
hapo ndo unaanza kuwa na nidhamu. Kama unataka kuwa na mwili mzuri au anza kufanya mazoezi. Kwa sababu self image haibadilishwi kwa maneno tu, inabadilishwa kwa vitendo. Kila unapochukua hatua, hata kama ukiwa unaogopa, unaweka ushahidi kwenye akili yako kwamba mimi ninaweza kubadilika, mimi ni mtu mpya na hapa nipo serious. Na hapo ndipo vitendo vyako na akili yako vinaanza kumatch. Namba 4, badilisha mazingira yako. Kama kila siku unaangalia vitu vinavyokushusha, unakaa na watu wanaokuambia kwamba hauwezi, unatizama content zinazokufanya kwamba ujilinganishe, pole pole self image yako itaanza kushuka. Lakini kama utaanza kujifunza, kujiboresha, utaanza kujiona tofauti kabisa. Kwa sababu akili yako inaamini kile inachokiona mara kwa mara. Linda mazingira yako kwa sababu mazingira yako yanaweza kujenga au kukubomoa. Ukikaa na watu ambao wanaopenda kugossip, na wewe utaanza kugossip. Ukikaa na watu ambao hawajui hatima yao, hawana future, hawana ndoto zozote, na wewe utakuwa kama wao. Chagua marafiki au chagua mazingira ambayo ukikaa unajiona na wewe upo karibu na ndoto zako. Sio watu ambao wanaokupeleka mbali kabisa na ndoto zako. Chagua cycle yako kwa makini sana, kwa sababu watu waliopo karibu yako wanaweza kukufanya ufike mbele au wanaweza kukurudisha nyuma kabisa. Kumbuka hili, maisha yako hayawezi kuzidi self image iliyopo ndani yako. Kama unaamini kwamba wewe hauwezi, utaanza kufanya maamuzi ya kuthibitisha hilo. Lakini kama unaamini kwamba wewe unaweza kukua, unaweza kujiboresha, utaanza kutenda tofauti, utaanza kuona fursa badala ya vikwazo kwa kila kitu utakachokuwa unakifanya, na maisha yako yataanza kubadilika taratibu. Kwa hiyo, anza leo kubadilisha picha iliyopo ndani yako kuhusu wewe mwenyewe, na mabadiliko ya kweli huanza ndani, ndiyo yanakuja nje. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, usisahau kulike, kushare na rafiki yako aweze kubadilisha self image yake, na usisahau kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza kila siku. I love you guys. Thank you for watching.